Yeah, nachoweza kusema ni kwamba haya ni mashindano ambayo mfano kama katika ligi yetu tunafahamu sote ligi yetu ni mwili wa bouncer. Ni rahisi kusema Simba bingwa au Yanga bingwa. Lakini tofauti na mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwa the way ambavyo ninavyotazama katika mashindano haya ya kimataifa hata ndani pia naona kabisa kwamba ni ngumu kuona Yanga Africans kushika nafasi ya pili kwa sasa. Kwa mimi ninavyotazama. Lakini kwa the way falsafa ya coach ni kwamba anapenda timu yake ikipokwa mpira iwe na uharaka zaidi wa kuweza kunyang'anya. Lakini pia anataka timu yake isishambulie kama feni la mapokezi la Pangaboi, kwa maana kwamba yani iwe inashambulia staili moja, atumie mawinga peke yake. Na ndio maana Yanga Africans unaiona chini ya kocha Romain Folz inashambulia katika maeneo yote au katika mitindo ya aina yote. Mpaka dakika hii Yanga imepiga mipira ya cross na imeweza kutumia. Ukitazama katika mechi ya Pamba Africans ndio unakuja kuona kwamba Yanga Africans imepata goli la set play katika mipira ya cross. Ni moja kati ya maeneo ambayo hata katika kipindi cha nyuma ilikuwa ni kazi kuiona. Unakuja kuona katika mechi ya leo ni maelekezo ya coach tuhakikishe kama wanaweza kutumia nini mipira ya cross. Aziza Ndambula anakwenda kuingia kambani, si ndio? Kwa hiyo unakuja kuona ni kocha ambaye anataka timu yake isimpe muda sana opponent, na ni kitu ambacho nakiona kinakwenda katika implementation, kwa maana kwamba opponent asiwe na muda mrefu sana kuweza kumiliki mpira, kwa sababu inakuwa ni hatari kubwa zaidi yake. Ndicho ambacho ninachokiona mimi, kutawala katika maeneo yote. Okay, sawa. Tukitazama kiwango cha Andabwile ni mechi ya pili sasa hivi. Yeah. Ana score lakini na kwenye eneo la kiungo analitawala tofauti na watu walivyomdhania mwanzo. Yeah. Wakati huo tukijua Yanga alisajili mtu kama Balakonte ambaye usajili wake ulizungumziwa sana. Unafikiri mpaka sasa tulipofika Balakonte amefail na Andabwile amefaulu? Yeah, siwezi kusema Balakonte amefeli kwa sababu msimu haujaisha. Ndio kwanza mechi ya kwanza ya ligi kuu, lakini pia na mechi ya kwanza katika ligi ya mabingwa. Utakuwa ni uhuni uliopitiliza na ujinga kabisa kusema Balakonte kafeli. Hawa ni maneno ya vidiweni, lakini ninachokiona ni kwamba ni adaptation ambayo kutoka ligi moja kuja ligi nyingine. Hana changamoto ya kuchukua pasi na kuachia pasi. Huo ndio uhalisia. Kwa hiyo kwa Aziza Ndambwile, cha kwanza ambacho nachoweza kukisema ni kwamba ni kocha mpya. Kama kocha mpya anakuja, kila mchezaji anapenda kuthibitisha alichokuwa nacho. Aziza Ndambwile ndani ya Yanga Africans ameachwa kwa mtego athibitisha alichokuwa nacho. Kumbuka ni moja kati ya wachezaji ambao Yanga Africans wakataka kuwapa ama kuwapiga sime la Kimasai vizuri kabisa, lakini wakasema baki kwanza. Hiki ambacho anachokifanya ni kutokana na maelekezo ya kocha, lakini haimaanishi kwamba Aziza Ndambwile ndio top kupitiliza kivile, bado ni mapema. Lakini kwa hiki ambacho anachokifanya anathibitisha mpaka hivi sasa katika timu zote za ndani, si ndio? Katika timu zote za ndani kuna kitu ambacho anachokifanya kama kiungo katika michuano ya kimataifa. Ndio kweli, ndio kiungo ambaye ana goli mbili. Au kuna kiungo mwingine ambaye ana goli mbili ya mabingwa barani Afrika? Hakuna. Maana yake nini? Aziza Ndambwile mitano tena. Moja kati ya viungo bora. Yes. Tumemsikia pia jana afisa habari wa Young Africans alisema kama akisema kwamba mfumo umetiki, lakini bado mashabiki hawaridhishwi na kile ambacho kimetokea. Ni mfumo gani ambao unazungumzia yeye? Sasa nadhani ni swali la Alikamwe, anapaswa kulijibu Alikamwe. Wewe umeuona mfumo umetiki? Sasa mimi sikulisema hilo swala. Ndio nakuuliza, sasa umeuona pale mfumo? Sasa mfumo Alikamwe alikuwa amesha mfumo gani? Aliyesema ndio kamoji, sio swali langu. Kwa hiyo zungumzie game ya kesho ambayo mtani wa Yanga anaenda kucheza, yani Simba Sports Club. Ikiwa moja ya silaha yake muhimu ni mashabiki. Anaenda kucheza huo mchezo bila mashabiki, na tulitazama mchezo wa kwanza ulikuwa ni mchezo mgumu. Kwa upande wako unaotazama unaenda kuwa mchezo aina gani? Yeah, kwa namna ambavyo ninavyotazama mimi naona kabisa kwamba ni mechi ambayo kwa Simba Sports Club ina possibility kubwa ya kuweza kupata matokeo chanya, na hii ni kutokana na namna ambavyo ubora wa kikosi chao, namna ambavyo walichokuwa nacho, lakini pia ukomavu katika mashindano haya ya kimataifa. Kumbuka kucheza bila washabiki sio sababu ya timu kutopata matokeo chanya. Kwa hiyo naamini mpango kazi wa kocha Hemed Suleiman Morocco na kikosi chake na uzoefu wa wachezaji wa Simba katika mashindano haya, Gaborone United kwa mimi namna ambavyo ninavyotazama kiuhalisia, kuifunga Simba Benjamin Mkapa itakuwa ni story kubwa sana. Licha kuwa naamini kabisa kwamba ni mechi ambayo kwa Simba, kwa sababu ishatanguliza mguu mmoja mbele, ni mechi ambayo naona kabisa Simba ina possibility kubwa ya kuweza kushinda. Lakini ni kwamba kuna kila sababu ya angalizo, kwa maana kwamba katika kuweza kutofanya makosa sana katika upande mzima kikosi cha Simba Sports Club. Ukitazama katika mechi iliyopita
licha ya Simba waliweza kupata on target moja ya kuweza kuitumia, lakini bado alikuwa na makosa mengi ya kuwafanya Gaborone United kuweza kuwafikia katika lango lao. Kwa hiyo kupunguza makosa kama wakiwa nako Simba wanaweza kupata matokeo chanya zaidi, lakini ninaona kabisa katika hatua hizi za awali ni mapema kusema Simba kwenda kuondoshwa hapa. Yako mengi sana ambayo Simba watayafanya kwa kwamba kudhibitisha ubora wao ili kuweza kushinda katika mechi hiyo. Kuna tetesi za ujio wa kocha Gamondi hapo maeneo ya Msimbazi. Kwa haraka unapotazama Gamondi anaweza kuwa kocha sahihi kwenda kuitumikia Simba? Siwezi kusema sio kocha sahihi kwa sababu ni kocha mkubwa ambaye amethibitisha ubora wake na kikosi Young Africans. Kwa itategemea sasa kama dili itakwenda kutiki ama la. Lakini moja kati ya kitu ambacho nachoweza kukisema ni kwamba kocha Miguel Gamondi, kwa namna ambavyo mimi kwa tafiti zangu ambazo nimeweza kuzifanya, ni kocha ambaye anapenda sana kunyooka, kupata maelezo yaliyo sahihi, lakini pia ni kocha ambaye hapendi uswahili, lakini pia ni kocha ambaye anapenda sana starehe. Kwa hiyo Simba wajipange nalo hilo. Simba wajipange nalo hilo kwa sababu Young Africans kuna kipindi ikaitwa kimoko team kwa sababu ya wachezaji wa Young Africans kushinda na kocha maeneo ya Afrika sana kule. Kwa hiyo kama itakuwa ni hivyo, Simba wajipange na hayo mambo. Cha kwanza ni kulipa bonus kwa wakati, lakini pia kunyosha maelezo. Moja kati ya vitu ambavyo wazungu havipendi ni kuwa na uswahili. Ndicho ambacho kimemuondosha kocha Fadluman Davis. Kwa kama wataondokana na uswahili, kama wataondokana na masuala mazima ya migongano ya kimaslahi ya 10% katika usajili ambao wameufanya msimu huu, naona kabisa kwamba wanaweza kufanikiwa na kocha Miguel Gamondi kama dili hili kitike. Lakini so far Miguel Gamondi moja kati ya makocha bora ambao wamekupita katika ligi yetu, na naamini kama Simba watampa ushirikiano wa kutosha bila sabotage, anaweza kufanyia kitu ambacho ni bora pia. Licha kwa naamini ni ngumu kutoka Singida Black Stars. Kwenye listi ya makocha, naweza nikakutajia listi ya makocha hapo wewe ukatupa yupo. Kumbe kuna listi ya makocha? Ambaye anaweza kawa bora. Ni ngumu kutoboa hiyo kuna Nabi, kuna Gamondi, kuna kocha wa timu ya taifa ya Kenya, kuna kocha wa ASEC Memosa. Kati ya makocha wanne, yupi anaweza kawa kocha sahihi kwa Simba? Mimi ninachoona ni kwamba makocha wote ambao wameorodhesha ni makocha wakubwa ambao wana uzoefu wa kutosha. Unajua kocha hawezi kufanikiwa kama hakuna ushirikiano wa kimanagement. Kwa hiyo kama na kocha mzuri lakini kama management poa, mtafeli tu. Unaelewa vizuri? Na ndio maana nakwambia moja kati ya kitu ambacho kimewasaidia Yanga katika msimu uliopita ni management kuwa bora.